Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika matangazo yetu haya. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikukumbusha mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tupo katika somo la 3 robo ya 4 ya mwaka 2025, ambapo somo la 3 linasema kwamba makumbusho ya neema. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, karibu tuweze kuwa sote kwa ajili ya mjadala wa somo hili la 3. Na kabla ya kuanza mjadala wetu katika juma hili, ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutupatia ombi la ufunguzi, alafu kisha tutaweza kusonga mbele kwa ajili ya somo hili la 3. Karibu mchungaji Tuvako. Tuombe. Bwana Yesu, Mungu mkuu, muumba wetu, mwokozi na mkombozi wetu, tunakutukuza kwa namna ambayo haielezeki kwa lugha ya kibinadamu. Umetutendea neema, nasi tunarejesha shukurani na sifa kwako, tukiahidi ya kwamba kwa sababu ya uwezo wako wewe tunaweza kutembea katika makumbusho hayo. Tufundishe sasa namna ya kufanya hivyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ukimbariki mpenzi mtazamaji, msikilizaji, pamoja na kila mmoja wetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutufungulia kwa ombi juma hili tena. Kama nilivyokuambia mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tupo katika somo la 3 juma hili, makumbusho ya neema. Ni kuombe mchungaji Mika. Mchungaji Mika, kabla ya kutupatia hasa kutukumbusha kile ambacho tumejifunza, karibu sana mchungaji Tuvako, tulikumisi katika masomo kadhaa. Karibu sana. Nashukuru sana niwamisi pia. Tunashukuru pia, nikaribishe pia mchungaji Mika, na karibu sana. Asante sana. Naam, ningetamani kabla ya kwenda katika somo la 3 tukumbushe kile ambacho tulijifunza katika somo la 2 katika mfululizo wa mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Nini hasa tulikiangalia, japo tupate muhtasari kwa dakika chache kabla ya kwenda katika somo la 3. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Juma lililopita tulikuwa na somo zuri lililokuwa na kichwa kinachosema kushangazwa na neema. Kulikuwa na mambo mengi ya kushangaza. Moja ya mambo ya kushangaza ni kwamba Israeli miaka 40 baada ya kuwa wameshindwa kuingia Kanaani, walikuwa wamepata neema ya kuingia Kanaani, nafasi ya pili. Baba, tuliona pia Petro naye aliipata baada ya kuwa amemkana Yesu, lakini bado akapewa nafasi nyingine. Lakini tulishangazwa na jinsi Rahabu leo ambaye alitajwa kama kahaba. Hata unajua, moja ya vitu vya kushangaza juma ile ni kwamba nilikalia ile fungu. Rahabu yule kahaba au kahaba akaokolewa kabisa na kuingia katika ukoo wa Yesu. Na hata tukashangaa kwamba alitumia njia ambayo maandiko hayaikubali, maana alitumia uongo, lakini neema ya Mungu ilitoa nafasi ambayo ilimpa fursa ya kuokolewa. Tukashangaa tena mwenyekiti, kwamba kuna watu waliitwa Wagibeoni, walitumia mbinu kabisa, wakavaa nguo ambazo walionyesha ni kuu kama waliotoka mbali, na wakamudu kudanganya. Katumia udhaifu wa Joshua kutomuuliza Mungu, lakini neema ya Mungu bado iliwapa nafasi wakawa wahudumu wa hekalu. Na baadaye tukashangaa kwamba kumbe hata sisi tulikuwa waovu kabisa, tusiostahili kuokolewa, lakini neema ya Mungu ikatuokoa. Kwa hiyo tukagundua mwenyekiti kwamba basi sasa ingekuwa vizuri watu wa Mungu washangilie hiyo neema, lakini tusijiruhusu kupotea, kwa sababu neema ya Mungu ipo na inatafuta kuokoa, na ni ya kushangaza. Ninakushukuru sana mchungaji Mika.
kwa kutukumbusha kile ambacho tulijifunza katika somo hilo la pili. Sasa twende moja kwa moja Mchungaji Tuvako katika somo letu la tatu, makumbusho ya neema. Katika somo hili la tatu tutaangazia vitu gani hasa? Japo kwa mtupu wa jicho, nitumie lugha kwa mtupu wa jicho, nini hasa tukachokea? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Juma hili kwanza nishukuru Mungu pia kuwa pamoja nanyi. Nilikuwa na shauku pia ya kukutana tena kama hivi, na ninapoangalia juma hili naona yafuatayo ambayo tutayaangalia kwa kina. Tunaangalia somo ambalo limepewa kichwa makumbusho ya neema. Kwa Kiingereza napotumia memorials, ni vitu kadha wa kadha vinavyofanya ukumbusho huo uonekane kulingana na muktadha husika. Sasa makumbusho ya neema, yani yanaonyesha neema ilivyofanyika katika mazingira yale husika. Somo letu linaanza kwa kutupatia kielelezo kimoja ambacho nilikipenda kidogo. Bwana mmoja anaitwa John, anaendesha gari yake barabarani na ameendesha kwa hatua fulani, anakutana na askari polisi anayemsimamisha katika barabara na anaegesha gari pembeni. Polisi anapokuja anamuuliza juu ya leseni ya udereva. John anasema nimeisahau, maana ameshtuka tu pale, pochi ambayo anaweka ile leseni haipo naye. Kwa namna fulani polisi au askari huyu analeta faini ambayo wanaita tiketi. Halafu anamwambia kwa lugha moja, anamuuliza kwamba wewe unafanya kazi gani? Anasema mimi ni profesa. Basi hii ninayokupa kama ambayo wengine huita faini, hii sio faini. Wanafunzi, sasa unajua anazungumza na profesa. Wanapokuja kupata mafunzo wanalipa ada. Hivyo sasa wewe pia hii ni ada ya kujifunza kutokusahau. Na hivyo kwa namna hiyo anazungumzia hoja inayopendekezwa hapa ni kwamba tunasahau. Tunasahau na hivyo tunahitaji kukumbushwa. Ninapotafakari somo la juma hili kama tutakavyoliangalia, ndugu mwenyekiti, kwa undani, ninajiuliza, hivi wewe kuona uzoefu wa kuwa na mzazi ambaye unamwona hapo, anakuona, unafika, mnatazamana, amekusahau? Na changamoto hizo zipo sana leo, na huo uzoefu unauma kidogo. Mzazi wako akimsahau au wewe ukimsahau mtu ambaye ni wa karibu sana na wewe. Hebu fikiri ungemsahau mkeo, hiyo lugha ingekuwaje? Mazingira kama ya namna hiyo ya kusahau. Ndiyo maana kwa wanadamu, ingawa tunao mwelekeo wa kusahau vitu ambavyo havimo machoni mwetu wakati fulani au wakati wote, kusahau kuna athari mbaya. Kuna athari mbaya, na hivyo tunachoangalia leo, licha ya orodha ndefu tunaweza kuwa nayo ya vitu ambavyo tunaweza kusahau, tunajifunza katika uzoefu wa kuvuka Yordani, Mungu alivyofanya kwa makusudi kuweka vitu au ishara za kukumbusha ili watu wake wazidi kukumbuka, sisahau. Fungu letu la kukariri linapatikana kwenye Yoshua sura ya 4 aya 23 na 24, na nafurahi kwamba ingawa sitampa nafasi hiyo sasa hivi, ndugu mwenyekiti, sitafanya kazi yako. Mchungaji Mika anasema anaweza akalikariri, lakini ngoja nilisome. Kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu, hata mlipokisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yenu, aliyoikausha mbele yetu, hata tulipokisha kuvuka, watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Yoshua sura ya 4 aya 23 na 24. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa kutupatia picha ya kile ambacho tutakitazama katika somo hili la tatu. Na nikirejea tena kwako Mchungaji Mika, tunajifunza nini hasa kutokana na jinsi kuwepo kwa Mungu kulivyodhihirishwa hasa wakati wa Israel walipokuwa wakivuka pale Jordan?
uwepo wa Mungu ulidhihirishwa kwa namna gani? Karibu sana Mchungaji Mika. Na kwenye fungu la ukariri pia pale tumezungumza pia nadhani kuhusiana na Yordan. Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Ili nijadili vizuri hii mada, naomba nisome Hesabu 14 aya ya 41 hadi 44. Anasema, Musa akawaambia, kwa nini ninyi sasa huyahalifu maagizo ya Bwana? Maana halitafanikiwa jambo hilo. Msikwee, kwa kuwa Bwana hamo kati yenu. Msipigwe na kuangushwa mbele ya adui zenu, kwa kuwa Mwamaleki na Mkanani wako mbele yenu, nanyi mtaanguka kwa upanga, kwa sababu mmerudi nyuma msimwandame Bwana. Kwa hiyo Bwana hatakuwa pamoja nanyi. Lakini walithubutu kukwea mlimani hata kileleni, ila sanduku la agano la Bwana halikuwako humo maragoni, wala Musa hakuchoka. Napenda fungu la 45. Anasema, ndipo Mwamaleki na Mkanani waliokaa huko mlimani wakatelemka, wakawapiga na kuwaangusha hata kufikilia Homa. Si kwamba napenda walichowafanyia, lakini nalipenda kwa sababu linaonyesha hitimisho la hiyo. Mwenyekiti, wakati tukiwa na hiyo kwenye mawazo yetu, naomba nisome sasa Yoshua 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shittim, wakafika mto wa Yordan. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. Ikawa baada ya siku 3, maakida wakapita katikati ya marago, wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani Walawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapo mlipo na kulifuata. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhiraa 2,000 kiasi chake. Msilikaribie mpaka kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. Fungu la 5. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Mwenyekiti, umeniuliza juu ya kuvuka Yordan, na kwa kweli tunaona katika sura ya 3 ya Yoshua maelekezo juu ya Israeli kuvuka Yordan. Mwongozo wetu umeturudisha nyuma makusudi, waangalia miaka yapata 40 nyuma walipojaribu kwenda. Walijaribu kwenda kuitwaa nchi ya ahadi, lakini Musa aliwakataza, msiende na hamtafanikiwa. Wao waliamua kwenda, na anasema walienda mpaka kileleni. Lakini Hesabu amekuwa makini kutuambia, ila sanduku la Bwana halikwenda na Musa naye hakutoka, na walipoenda hawakushinda, walishindwa. Kisa cha Yoshua 3 kinatuonyesha Mungu ameshatoa maelekezo ya kuvuka, na amemwambia Yoshua kwamba mara hii nitafanya wajue kwamba niko na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Na maelekezo ni kwamba wawahi pale Yordani, na kweli wanafika pale siku 3 hivi. Wakiwa pale, maelekezo yanayotolewa ni kwamba sanduku la Bwana litatangulia. Mtakapowaona wale makuhani Walawi waliobeba sanduku wakianza kuondoka, ndipo mfuate, lakini msisogee karibu. Na alafu anawaambia, maana mtaona kitu ambacho hamjawahi kukiona. Lakini kitu kingine ambacho anafurahisha, lakini anaambia mjitakase. Kuna mambo 2 matatu hapa mwenyekiti, labda yako mengi, lakini nitasema 2 matatu. Moja, sanduku la agano. Mbona sanduku linatamkwa zaidi?
moja ya vitu vinavyofurahisha ni kwamba lile sanduku lilifunikwa na kiti cha rehema ambacho kilikuwa kimefunikwa na makerubi kilichokuwa kinawakilisha uwepo wa Mungu. Kwa hiyo ingawa sanduku la agano halikuwa Mungu, lakini liliwakilisha uwepo wa Mungu, na hukudiriki kucheza nalo. Walipokuwa wamepewa maelekezo, tunaelewa baadaye kwamba kuna mtu aliligusa, ni Uzia. Alipoona limekungua linataka kwenda chini, walikuwa wamefanya makosa namna ya kulibeba, lakini akataka aliokoe na maisha yake yalikoma. Hata Daudi aliliogopa. Iliwakilisha uwepo wa Mungu. Labda ndio maana hapa anasema msisogee karibu. Msisogee karibu. Wanalibeba waliopata idhini ya kubeba, na ingawa sanduku lile sio Mungu, lakini linawakilisha uwepo wa Mungu. Mwenyekiti, kuna aya sijaisoma, labda tutaisoma mahala fulani mbele, ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba Mungu mwenyewe atakuwepo pale. Mungu ndiye atakuja kufanya hiyo shughuli. Kwa hiyo sanduku la agano hili liliwakilisha uwepo wa Mungu. Mwongozo wetu ulikuwa umetaja kwamba kulikuwa na amri ndani yake, fimbo ya Haruni ilikuwemo pia ndani yake na kopo la mana, lakini basi tunaelewa lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa leo, kile ambacho walikikosa wakati wanajaribu nyuma katika Hesabu, ndicho ambacho leo kinapatikana kwenye Hesabu. Sanduku alikwenda nao na Musa hakwenda nao. Kwa lugha rahisi, Mungu hakwenda nao. Mara hii Mungu ndiye anatangulia, na wale wanaotangulia wanawakilisha uwepo wa Mungu, na wao wanaambiwa watafuata kadri inavyoenda. Anaenda Mungu kwa muda aliyopanga, kwa namna aliyopanga, na ndiye mwenye shughuli hii, na wao kazi yao ni kushangaa. Na ndio maana mwenyekiti, utaona kando ya kwamba wameambiwa walinde umbali ule, wanaambiwa wajitakase. Nimekuwa nafuatilia na nashukuru kwamba mwongozo wetu umesema pia kwamba aina hii ya utakaso inayozungumzwa ni aina ile ambayo makuhani walipokuwa wanataka kuingia hekaluni kuhudumu, waliambiwa wajitakase. Kwa nini? Wanaenda mbele za uwepo wa Mungu. Aina ile ambayo Musa aliwaambia watu jitakaseni, kesho mnakutana na Mungu. Kwa hiyo neno hili kujitakasa lina maana kabisa kuambia jamani, kesho mwenye shughuli hii anayetangulia ni Mungu, na msije vibaya vibaya, mje kabisa mkijua mnakuja mbele za Mungu. Na kwa hiyo mwenyekiti, kuvuka sasa kutawezekana kwa sababu Mungu ametangulia, na wale wanaofuata wanaenda kama Mungu anavyotaka waende. Na labda nisome maelezo madogo mwishoni pale kwenye ukurasa wa 32. Anasema muujiza wa kuvuka Yordani ulikuwa wahakikishie Waisraeli kwamba ahadi ya Mungu ya kuwasukumia mbali watu hao waliokuwa katika kwenye nchi hii ingefaa kuaminiwa. Yeye aliyeweza kuwapatia uhakika wa kupita mahali pakavu ndani ya Yordani angeweza pia kuwapatia zawadi ya ile nchi. Kwa mwenyekiti, ninachokaza hapa ni kwamba Mungu alikuja, Mungu aliongoza, alitengeneza njia, na wao kwa kuwa walimfuata ilifanya iwezekane kwao kuvuka. Na asante sana Mchungaji Mika, leo ni makumbusho tu ya neema. Nirejee kwako tena Mchungaji Tuvako. Kuna neno la Kiebrania ambalo tutaliangalia katika juma hili, lakini pia limezungumzwa pia katika kitabu cha Yoshua 3 na ule mstari wa 5 limefafanuliwa pale. Lakini sasa ningekuomba Mchungaji Tuvako ungejaribu kutuambia hilo neno la Kiebrania hasa kwa muktadha wa somo letu la juma hili lina maanisha kitu gani hasa. Nitajaribu kulitaja lakini mtaliweka vizuri, ni niflaut kama sikosei. Niflaut la Kiebrania. Karibu sana Mchungaji Tuvako, ukilinganisha na ile Yoshua 3:5. Nakushukuru mwenyekiti, ninaunganisha tu pale ambapo Mchungaji Mika amekomea kupazungumzia hivi punde. Iliguswa na ule mwonekano wa msafara wa kuingia ili kuvuka Yordani.
na mahali pengine anasema ile dhiraa 2000 ni takriban kilomita 1 umbali wa kutenganisha watu na sanduku la agano. Na wanazuoni mwingine anasema kwa umbali ule kulikuwa na sababu mbili zitaje kwa ufupi alivyozidokeza. Moja ilikuwa kwamba kutokaribia sanduku ambalo ni takatifu sana, kuonyesha utakatifu wake na ile ishara ya uwepo wa Mungu pale. Lakini la pili ni kwamba ukiwa mbali hivyo, katika umbali huo wote wanaliona. Kuliko wangekuwa karibu hivi wote alafu wale maelfu au mamilioni, ingekuwa vigumu sana kuona lile sanduku kama lingekuwa limekaribiwa. Lakini ninaguswa jinsi ambavyo sasa neno hili niflaot, ambalo ni neno la Kiebrania, linavyotujia katika somo la juma hili. Namwona Mungu akielezwa kwa neno hilo niflaot, ambalo lilimaanisha miujiza, maajabu, matendo yasiyo ya kawaida, matendo makuu. Unajua, hata waandishi wa habari wana ule msemo, nadhani sijui siku hizi kama unaendelea kusemwa, ukisikia mtu ameumwa na mbwa, wanasema hiyo sio habari, ndugu mwenyekiti. Lakini ukisikia mtu ameuma mbwa, basi hilo ni jambo lisilo la kawaida. Sasa hapa tunazungumzia mambo yaliyo kinyume na uasili au mtiririko wa taratibu za kiasili. Tunapozungumzia kuvuka Yordani, unazungumzia maji ambayo kawaida hayawezi kusimama, yana utaratibu wa asili na tunazungumzia wakati pia ambapo mto Yordani ulikuwa umefurika. Hatuzungumzii wakati ambapo maji yamekauka. Tunazungumzia wakati ambapo mto umejaa kutoka upande mmoja hadi mwingine. Tunazungumzia wakati ambapo kitendo hiki kinapokuja kufanyika, Mungu anakusudia Israeli waone alivyo mkuu, lakini pia mataifa wengine wasikie na kushuhudia kwamba kitendo cha kuvuka Yordani chenyewe sio kitendo cha kawaida kabisa, hakitokani na mtiririko wa kiasili wa mtu kuweza kuvuka. Sio kwa namna ambayo walivuka. Pia wangevuka kwa mashua, labda wangevuka kwa namna zingine ambazo leo zinaweza kutumika kuweka daraja kubwa kama linalovuka katika kile kivuko kule, ile daraja jipya kule Mwanza. Hilo ni jambo tofauti kabisa. Lakini leo tunazungumzia Busisis. Lakini leo tunazungumzia kuingia ndani mahali mto ambapo sipati neno la haraka la Kiswahili, kwenye pale chini, base, kwenye msingi au kwenye sakafu ya mto. Unapita ukiwa mkavu, sio jambo la kawaida. Na kwa mazingira hayo ni dokezi yafuatayo. Zaburi ya 86 aya ya 10 nitaisoma kwa manufaa yetu na kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Zaburi ya 86 aya ya 10. Zaburi ni moja ya zile vitabu katika Biblia ambavyo vinazungumzia kwa undani, kwa upana, matendo makuu ya Mungu. Tena nikisemea hapa, ndugu mwenyekiti, kwa kupigia mstari, yasiyo ya kawaida. Aya ya 10 Zaburi ya 86 inaposema, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiye mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Sasa ukisikia kauli kama hiyo, inakwambia hata kama kuna wanaodai ipo miungu mingine, kwa namna ambavyo matukio, shuhuda hizi, mambo ambayo yanakumbusha ukuu wa Mungu yalivyo, inathibitisha Mungu aliye wa kweli ni mmoja peke yake. Ninakumbuka mwalimu wangu akinifundisha juu ya namna tunavyojua kwamba Mungu yupo. Zikatajwa namna kama 5-6 hivi.
moja ikiwa ni uumbaji, viumbe vya asili, nyingine ikiwa Kristo mwenyewe alivyomshuhudia na kumfunua au kumdhihirisha Mungu kati ya watu, maandiko matakatifu yanavyomdhihirisha Mungu, lakini pia wakati mwingine unabii, yale yanayotabiriwa, yani ujumbe unaotoka kwa Mungu unaoeleza itakavyokuwa na inakuwa vile vile kama alivyosema. Ila moja ambalo linaendelea kuwepo kwa namna isiyo ya kawaida ni matendo makuu ya Mungu ambayo yanatokea hata leo, kwa namna ambayo unawezaje ukaona kitu hakiwezekani kutokea, ukapiga magoti ukaomba kwa dhati na kikatokea kwa namna ambayo mwanadamu yeyote asingeweza kufanya. Matendo makuu ya Mungu yanadhihirisha Mungu yupo, tena anatenda maajabu. Nimalizie kwa kuangalia maneno yafuatayo kwenye ukurasa wa 33 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Anasema hivi: waandishi wa Biblia walijua na kushuhudia ukweli kwamba Mungu aliyeumba ulimwengu kamwe hakuwekewa mipaka na kuzuiwa na uumbaji wake. Hakuna kisichowezekana. Ebrania anasema cha ajabu sana, kiasi cha yeye kutoweza kukikamilisha. Jina lake na tabia yake ni vya kushangaza, naye anazidi uwezo wetu wa kuelewa. Niende kwenye ibara ya mwisho. Nabii Zekaria alitumia neno hilo hilo, yani naflaot, uliloliulizia ndugu mwenyekiti, katika kuona maisha yaliyokuwa yakija mbele baada ya uhamisho wa Babeli. Aliona ya kwamba Yerusalemu ilikuwa ijengwe mpya kikamilifu, tena wazee wakiketi kwenye mitaa ya jiji na wavulana na wasichana wakicheza pale. Kwa wale wakazi wa jiji walionekana kutokuamini, ambao bado walikuwa wakionyesha ishara za uangamivu wake, Zekaria akasema, Bwana wa majeshi asema hivi. Ingawa hili neno linaweza kuwa ni gumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je, liwe neno gumu mbele ya macho yangu, asema Bwana wa majeshi? Halipo gumu kuliko ambalo linaweza kuwa gumu kwa Mungu. Linakuwa gumu kwa watu. Mungu ni Mungu wa maajabu na anashangaza, na hilo linamweka bayana kama Mungu pekee. Ni kushukuru sana Mchungaji Tuvako. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko mafupi, tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na nirejea tena kwako Mchungaji Mika. Leo tunaangalia hasa ishara za ukumbusho. Katika ishara za ukumbusho ambazo zilizotajwa katika somo la juma hili, zina mafundisho gani hasa kwetu leo hii au katika zama zetu hizi leo hii? Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Ishara za ukumbusho au za kusaidia kukumbuka matendo makubwa ya Mungu. Mwenyekiti, sura ya 4 ya Yoshua inatoa maelekezo au inatueleza juu ya kile ambacho pia kilifanyika katika wakati huu wa kuvuka mto Yordani ambao ulikuwa umefurika. Mungu anatoa maelekezo hata kabla kwa Yoshua kwamba watakapo kuwa mmevuka, kwanza chagua mtu mmoja kutoka katika kila kabila na watu 12
watachukua mawe 12 kutoka katikati ya mto pale waliposimama makuhani, alafu watavuka nayo, na mawe hayo yatakuja kutengeneza kile ambacho labda sisi tungesema mnara au namna ya kumbusho ambayo itakuwa inawasaidia kukumbuka. Kuna minara tunaifahamu, na minara ingine labda mnara unaotukumbusha juu ya Mwalimu Nyerere na watu maarufu, matukio fulani maarufu. Ukiwa unaelekea Iringa, kuna mahala unakuta kulikuwa na vita fulani pale ilipigana enzi zile, Majimaji kule kusini. Sasa kuna vile vitu vinatumika kusaidia kukumbusha. Hawa watu wanaambiwa watabeba hayo mawe waende wayaweke kule. Labda nisome kidogo kabla ya kufafanua kwa kina zaidi. Ikawa hapo hilo taifa zima lilipokuwa limekwisha vuka Yordani, ndipo Bwana akanena na Yoshua akamwambia, haya, twaeni watu waume 12 katika hao watu, kila kabila mtu mmoja, kisha waamrishe kusema, twaeni mawe 12 hapo katikati ya Yordani, mahali hapo miguu ya hao makuhani iliposimama imara, mwende nayo mawe hayo mkayaweke nchi kambini hapo mtakapolala usiku huu. Basi Yoshua akawaita hao wakafanya. Mawe haya, mwenyekiti, yalikuwa ishara, yalikuwa yanaenda kutumika kama ishara. Ishara ni kitu ambacho chenyewe sio kile kitu, lakini kinasaidia mtu kukumbuka kitu fulani au mtu fulani. Katika Biblia kuna ishara nyingi zinazotajwa. Labda moja ya ishara ni Sabato. Sabato ni ishara ya kwamba Mungu huyu anayeabudiwa ni muumbaji wa mbingu na nchi. Lakini kuna ishara zingine. Katika zama za Nuhu tunaambiwa baada ya kuwa yametokea ile gharika kubwa, Mungu alileta kitu ambacho ni ishara, upinde wa mvua. Upinde wa mvua ulikuwa unasaidia kukumbusha juu ya ahadi ya Mungu, kwamba Mungu ameahidi kwamba dunia haitaangamizwa tena kwa maji. Lakini kule Misri kulikuwa na ishara pia. Wakati Waisraeli wanatoka Misri, waliambiwa wapake damu kwenye miimo ya milango na katika lintels zile, katika kwenye miimo ya milango, na damu ile ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba wametii maelekezo ya Mungu na wanataka kufunikwa au kuokolewa. Na kwa hiyo utaona kwamba malaika aliyepita kuwa wale wazaliwa wa kwanza, alipoona ile ishara alipita, hakuingia katika nyumba hiyo kwa ajili ya kuangamiza. Kwa hiyo ziko ishara nyingi zinatajwa, na hapa Mungu anawaambia kwamba kwa sababu ya matendo haya makubwa ambayo Mungu amefanya, makuhani wanainua miguu wakigusa maji yanakata, maji yanapanda. Mwenyekiti, yale maji ujue yalipanda, yani yalikuwa kama nguzo. Haya yanayotoka huko ambayo yalipaswa yanaanikwa, ikawa yanaendelea kuja, lakini yanapanda huku kwingine yakaenda, kwa kukawa kukabu. Unaweza ukapiga picha, hao wanavuka na wanyama, wanavuka na watoto wake zao na askari, hata yale makabila matatu, nusu la Manase, Gadi na Rubeni, ni Dani na Ruben, walivuka. Nafikiri askari zaidi ya 40,000. Kwa hiyo ni eneo kubwa limepanuka hivi, lakini kilichotokea ni kwamba kwa umbali ule sanduku la Bwana limeshikwa kule, wametangulia, wamefunguka, maji yako kama yanashangaa, yametulia. Hii ni jambo la ajabu sana, na wajabu wake kama alivyoeleza Pasta ni kwamba wanatembea kwenye nchi kavu, kukavu.
sio kwamba pana maji maji, ni kukavu. Kwa hiyo hili ni jambo lililoonyesha uajabu wa uwepo wa Mungu ambao walipaswa waukumbuke kwa siku nyingi. Na kwa Mungu anawaambia mchukue mawe mwende mjenge mnara ili mnara huo ubaki kumbukumbu. Hata aliwaambia mengine yawekwe katikati, na Biblia inasema mpaka leo yapo kule chini, na wanapeleka kule ili wajenge kukumbusha. Kikawaida ingekuwa rahisi kusema Mungu atende tena muujiza, lakini kuwa na haya mawe au kila wanapoiona inawaambia Mungu aliwahi kufanya hivi, aliwahi kufanya hivi, aliwahi kufanya hivi, aliwahi kufanya. Ni kama unayesimulia, unaeleza. Kadri unavyoeleza inavuta na kuona ukuu wa Mungu, inaimarisha imani yao, inajenga hali ya wao kumtegemea na kumtumaini Mungu. Kwa hiyo kwa mazingira haya tutaona kwamba Mungu akawaambia kwamba watengeneze huo mnara. Na kinachofurahisha ni kwamba anasema watoto wenu watakapowauliza kwamba haya mawe ni ya nini, mtaanza kusimulia tena. Nasema tulikuwa Misri, tulikuwa watumwa, Mungu alitutoa hivi, tulipofika hapa Yordani ilikuwa imefurika, hakukuwa na njia, lakini makuhani walitangulia kuashiria uwepo wa Bwana. Nani mto ikauka, watu tukapita katika nchi kavu kwa uwezo wa Bwana, na walipoinua tu miguu yao ya mwisho kutoka kwenye mto, maji yalirudi yakaendelea na shughuli zake. Ndipo wale watoto watasema hilo ni jambo la ajabu sana. Mama White anasema mahala fulani, Ellen White, katika kitabu cha, sikumbuki kama ni kitabu cha elimu au ni kitabu gani, lakini kuna mahala anatamka kwamba hatuna sababu ya kuogopa yale yanayokuja mbele yetu katika siku za usoni, isipokuwa kama tutasahau jinsi ambavyo Mungu alituongoza katika wakati uliopita. Kwa hiyo kufunua hivi ndiko kulikokuwa kunajenga imani yao kwa Mungu, kwa watoto, na kuendelea kutangaza ukuu wa Mungu, na ndio maana waliweka ile ishara. Unajua hata sisi leo tunapotunza Sabato tunafanya hivyo hivyo. Tunaiambia dunia kwamba yuko Mungu aliyeumba mbingu na nchi, na huyo ndiye tunayemwabudu na ndiye atarudi. Tunaposhiriki ule mkate, ule meza ya Bwana, tunatangaza kifo cha Bwana Yesu. Tunapobatizwa kwa kuzamishwa majini, tunatangaza kifo, kufa na kufuka kwa Yesu hata ajapo. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa hizo ishara ambazo umetuelekeza hapo. Nadhani alikuwa Pastor Pastor Mika. Unajua ni Pastor Mika. So hawa tu mambo yamenoga namna. Na sasa nirejee tena kwako Pastor Tuvako. Ukiunga hapo ambapo amezungumzia Pastor Mika hapo. Unajua kuna mambo fulani ambayo unaweza ukawa unayakumbuka, ambayo mambo makubwa ambayo Mungu amekutendea katika maisha yako, ila katika kichwa chako kuna zile kumbukumbu zinakuwepo. Sasa japokuwa ni muhimu kukumbuka wakati uliopita na jinsi Bwana alivyotenda kazi katika maisha yako, kwa nini lazima kuwa na siku au kuwa na uzoefu ambao unakumbuka, uwe na uzoefu na Mungu na uhalisia na upendo wake kuwepo kwako mpaka sasa hivi? Karibu Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Nikijibu swali hili niunge pale ambapo alinukuu kauli moja nzuri sana ya mwandishi Ellen White. Kwa kweli kwenye mwongozo wetu inachukuliwa kutoka kwenye yale maandishi, kitabu kinaitwa Life Sketches, ukurasa wa 196. Hakuna cha kutuogofya kwa ajili ya wakati ujao, isipokuwa kama tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita. Kwa nini naipenda hii nukuu katika kujibu swali lako mwenyekiti tena katika muda huu? Uzoefu wa Israeli, Mungu anapoweka na ishara, unanikumbusha mambo machache, ni ataje tu kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji, msikilizaji nasi. Umewahi kusikia mtu anateleza ulimi anasema tunapoiabudu Sabato? Tena kwenye sala, na si mara moja mbili, mara kadhaa, watu mbalimbali.
na ninagundua tu kwamba wakati fulani tunaweza tukachukulia makosa fulani kuwa ni madogo, lakini yakipeleka ujumbe usio sahihi. Ishara ziliwekwa kutusaidia kuto kusahau, hazikuwekwa tuziabudu. La hasha. Ishara hata ya Sabato ambayo anasema ninaweka ishara kwa watu wangu, inayotambua wazishike Sabato zangu, ni kwamba waniabudu mimi, sio ishara. Ishara haiabudiwi. Na hivyo tunapozungumzia juu ya uzoefu huu, maana nadhani swali lako kama sijakosea linalenga katika kuona jinsi gani licha ya kukumbuka haya mambo haya yanatuongozaje kuwa na uzoefu ambao utakuwa makini siku kwa siku. Tumezungumzia awali dokeza tu juu ya athari za kusahau, jinsi ambavyo unaweza katika jamii ya kawaida na mahusiano kusahau kukawa ni changamoto katika mawasiliano ambayo yana athari kubwa. Lakini mbaya zaidi ni pale ambapo kusahau mambo ya kiroho kunapelekea kwenye matokeo mabaya, yaani wala sio kwa lugha nyepesi, uangamivu. Ninaona jinsi ambavyo katika fungu letu la kukariri aya 23 na 24 ya sura ya 4, nafsi zinabadilika. Nafsi za wingi wa kwanza, wingi wa pili. Na maana gani? Nirudie tena ile aya ya 23 na 24. Kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu, hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu, hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Unakuta anapozungumzia uzoefu wa kuvuka bahari ya Shamu, anaongea yetu. Tulikuwepo. Yoshua anasema tulikuwa pale. Anapozungumzia Yordani na wakati ujao, anasema yenu, akimaanisha hata kama hamkuwepo katika uzoefu wa kuvuka bahari ya Shamu, lau mmekuwepo mkashuhudia kuvuka katika mto wa Yordani. Hivyo haya yote yafanye nini kwenu? Yawajalie tuto kusahau, ya kwamba kama ambavyo tunakumbushwa na ule uzoefu, tunakumbushwa na hili tukio la sasa. Nisome maelezo machache katika mwongozo wetu kurasa wa 35 anaposema hivi: kwa ujumla huwa tunachukulia hali ya kusahau kama sifa bainishi ya kawaida ya wanadamu wote. Nilikuwa nacheka kidogo nikitafakari hii hapo awali, nikitia hapo. Unaweza ukawa kama Pastor Mika ambavyo anaweza kaweka miwani hapa juu, alafu ukatafuta miwani iko wapi? Ni ubinadamu. Unaweza ukaweka kalamu mfukoni. Zamani nilikuwa na mwalimu alikuwa anaweka kalamu kwenye nywele nyingi, alafu anatafuta kalamu ofisini, haioni, atafuta darasani, mpaka anakuja mwanafunzi, mwalimu, si labda ni hiyo hapo? Ipo kwenye kichwa naitazama. Sasa unajua mazingira hayo kibinadamu hapa anasema ni ya kawaida. Hata hivyo hali ya kusahau katika mambo ya kiroho au maana ya kiroho huwa inakuwa maandalizi ya matokeo mabaya. Namalizia kwa uwazi kabisa leo, kama tunataka kudumisha utambulisho wetu kama watu wenye wito na utume wa pekee, itatua sasa kutengeneza nafasi kwa ajili ya kuhuisha kumbukumbu zetu binafsi na za jumuiya, ili tudumishe fokasi, mtazamo au makinifu wetu kule tulikotokea, kwamba sisi ni nani na kwa nini tupo hapa. Hivyo tunafanyia hivyo watoto wetu kwa kukumbusha matendo makuu ya Mungu. Kuna mambo au ishara tunazowapa zinazowakumbusha kwamba Mungu alitenda pale
Yoshua anatufundisha lazima tuwe na zile ambazo zinatukumbusha matendo makuu ya Mungu. Kusahau unaweza kuleteleza maangamizi. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kuto kusahau matendo makuu ya Mungu. Nirejea tena kwako Mchungaji Mika, ukiunga bado tupo kwenye zile ishara na ni zipi hasa maana ya ishara za mifano ya kihistoria ya kuvuka bahari ya Sham, lakini pia na ile bahari ya Yordan? Karibu sana Mchungaji Mika. Asante. Amenikumbusha kweli, huwa nasahau miwani yangu wakati mwingine. Unaweza ukawa yani unaitafuta kabisa na iko hapa hivi, alafu sema nimeiweka wapi, Mtu anakwambia ninaitazama hiyo hapo, alafu basi unakubali. Nimependa ulisema kwamba lazima tuwe na mpango wa kuhakikisha kwamba tunashughulikia kutokusahau kwetu, kuhakikisha kwamba hatusahau. Mwenyekiti, Zaburi 66 inaleta fungu linalofurahisha zaidi, aya ya 6, lakini nitasoma 16 mpaka 19 pia. Aya ya 6 inasema, aligeuza bahari ikawa nchi kavu, katika mto walivuka kwa miguu, huko ndiko mlikomfurahia. Ulisema wangevuka kwa mitumbwi au nani? Sasa hapa anasema walivuka kwa miguu, na mtunga Zaburi anasema huko ndiko mlikomfurahia. Ameleta viwili, ameleta bahari, bila shaka akiashiria bahari ya Sham, alafu akaleta mto, bila shaka akiashiria pia mto Yordan, na sasa anasema walifurahia. Kweli walipovuka bahari ya Sham, Miriam Musa aliimba wimbo wake. Nimependa kusema ni wimbo wa Miriam. Okay, wimbo wa Musa, alafu na Miriam na wamama wakaitika vizuri. Aya ya 16 anasema, njoni sikieni ninyi nyote mnaomcha Mungu, nami nitayatangaza aliyonitendea roho yangu. Na alimuita kwa kinywa changu, na sifa kuu zilikuwa chini ya ulimi wangu. Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana singalisikia. Hakika Mungu amesikiliza sauti ya maombi yangu. Mwenyekiti, hapa kuna Yordan, mto, na kuna bahari ya Sham. Sasa majina maarufu, na umaarufu wake unatokana na hiki alichotenda Bwana. Tendo la kuigawanya ile bahari, wakapita taratibu. Watoto hawezi kuharakisha au mifugo hawezi kuipiga. Na baadaye wenzao walipofika katikati, bahari ikarudi tena. Lilifanya wakaanza kuimba. Yani akili waambia, jamani, Mungu yuko hapa. Walifurahi. Kuna maana Yona anasema Bwana alitutendea mambo makubwa, tulikuwa tukifurahi. Yani unafurahi, nafurahi sana. Namshukuru Mungu, juma hili kuna kitu fulani alifanya, niko mwenyewe baada ya kukiona nikawa nafurahi. Yani nafurahi tu mpaka baadaye nikampigia simu kusema, leo umeharibu siku yangu vizuri, maana nimefurahi. Walikuwa wakifurahi. Ameeleza Yordan au basi tuzungumzie Yordan, inaweza kuzungumzwa kama mahala pa kubadilisha hadhi, kwa Waisraeli toka katika hadhi ya utumwa kuwa huru. Walipovuka bahari ya Sham, wale waliokuwa wana mabwana zao wasingeweza kuwafikia tena. Wanapovuka katika mto Yordan, kuna jambo la pili jingine unaweza ukaliona kwa haraka. Wanahama, wanabadilisha hadhi kutoka kuwa wahamahamaji ambao wamekuwa na safiri tu na mifugo na watoto. Sasa wanaenda kuwa na miji yao, ardhi yao, wana mashamba yao, wanajenga, wanakaa, wanaishi. Hadhi yao, makazi yao, hadhi yao imebadilika. Lakini si hivyo. Kwa huyu mtunga Zaburi
ambaye tumesoma habari zake, na mwishoni fungu la 19 nilikuwa nasoma, mwandishi ametaja kwamba yeye alikuwa anatoka hali ya kunyanyaswa, hali ya umaskini, kutokujiweza na kudharaulika hadi kwenye hali ya usalama, hali ya ustawi, wokovu na heshima. Na ndio maana unaona amesema, Bwana ameisikiliza sauti ya maombi yangu. Kwa hiyo inaashiria badilika hadi, lakini inafurahisha kwamba hata Yesu anaingia katika vielelezo hivi. Yesu alibatizwa katika mto Yordan, na akiingia katika utume wake anaonekana alikuwa ameenda kwanza Misri. Tunakumbuka Yesu alipozaliwa alipelekwa Misri, lakini Yesu alienda jangwani siku 40 akifunga kule, mithili ya Waisraeli waliokaa huko Misri miaka 40. Na tunaona kwamba hiyo ilikuwa inaleta kumbukumbu nzuri juu ya kile ambacho kilifanyika, ikiashiria badiliko la hadhi. Mwenyekiti, nisome ibara ya mwisho pale chini. Anasema baadaye Waebrania 3 na hadi 4 inatambua umuhimu wa kiishara wa kuvuka Yordan, na inawasilisha kule kuingia Kanaani kama kivuli kilichotangulia pumziko la neema ambalo Wakristo wanaliingia kwa njia ya imani. Kama ambavyo kwa neema ya Bwana walivuka Yordani na kuingia nchi ya ahadi, na sisi kwa neema ya Bwana tunaokolewa kutoka katika utumwa wa dhambi na kuingia katika wokovu ambao hatimaye tutaishi na Bwana milele. Asante sana Mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, tunapokuwa tunamaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kama wasafiri wa kwenda mbinguni, tunajifunza nini kutokana na uzoefu wa hii safari ya wana wa Israel na kwenda pale Canaan? Lakini pia kwa mujibu wa somo la juma hili, nini hasa kikubwa ambacho tunajifunza unapohitimisha mjadala wa juma hili? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Ni makumbusho ya neema ya Mungu, ndugu mwenyekiti, ambayo tumeyaona kwa namna anuwai, na ninapokumbuka mojawapo ya mazingira haya, ninaangalia jinsi ambavyo Mungu aliwaongoza kuweka ishara katikati ya mto, ili hata kama haitaonekana iwe ni ishara kwamba mambo ya kale ambayo Mungu alitaka yafunikwe, yasahaulike, yanakuwa yamefunikwa, halafu wakaweka nyingine nchi kavu, ionekane kwamba ametengeneza upya wa uzima katika uhai wao kama watu wa Mungu. Na nachojiona nikifundishwa nacho sana katika somo la juma hili ni jinsi ambavyo tunapaswa kuishi tukikumbushwa matendo makuu ya wokovu wa Mungu maishani mwetu. Ni namna gani anuwai tunaweza tukalifanya hilo binafsi mmoja mmoja, lakini pia kwa familia zetu, kwa waumini wenzetu, kwa majirani wanaotaka kumwamini Mungu. Mungu ametupa ishara kadha wa kadha. Ubatizo, watu wa Mungu wanapobatizwa wanakumbushwa ya kwamba Mungu anaokoa, anatoa watu katika dhambi na kuingiza katika upya wa uzima. Namna ya ishara za meza ya Bwana, Pasaka. Kunazo ishara ambazo Mungu ametupatia za kufanya hivyo hata au hadi yajapo. Na hivyo katika namna hiyo tuishi huo uzoefu. Tunapotafakari katika huo, nikumbuka katika meza ya Bwana anaposema kwenye kitabu Tumaini la Vizazi Vyote, mahali pengine mwandishi anasema katika ishara ya meza ya Bwana, Bwana mwenyewe anahudhuria. Kama alivyofanya katika sanduku lililotangulia katika kuvuka mto Yordan, anafanya katika ishara zake alizoziweka kwa watu wake hata leo. Mungu anatupa hiyo changamoto, tuwe na uzoefu huo, tuishi hivyo. Ninakushukuru sana Mchungaji Tuvako, lakini pia ni kushukuru pia Mchungaji Mika kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kwa nasi tena kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe Mchungaji Mika utufungie kwa ombi kipindi chetu hiki. Karibu sana Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti, tuombe.
Mungu wetu mtakatifu na muumbaji wetu, asante Baba kwa tafakari njema juu ya kumbusho za neema yako. Kwa kweli Baba, ni neema yako imeyafanya haya yote yawezekane. Ona kwamba ndiyo iliyotenda muujiza kuivusha Israeli ikaingia katika nchi mpya, hadhi yao ikabadilika. Sasa wakaishi katika miji yao, lakini kizuri zaidi ikawathibitisha kwamba wewe ulikuwa kati yao. Hata sisi umetutendea hivyo. Tusaidie kutazama nyuma na kuona mambo makubwa ambayo neema yako imetenda katika maisha yetu, na kutambua daima juu ya uwepo wako pamoja nasi. Tusaidie Baba kuishi kama ambao tunajua kwamba hadhi zetu zimebadilishwa nawe. Naomba kwa ajili ya mtazamaji mpendwa ambaye yumkini hajatoa maisha yake kwako. Hebu leo iwe siku ya yeye kukujaribu, akajisalimishe kwako ili ukabadilishe hadhi yake, ukalete furaha na amani kwake, akaishi kama mtoto wako. Wewe Baba uliyetenda miujiza, ndiye wewe uliye nasi na hata sasa unatenda. Basi na uhimidiwe Baba, katika jina la Yesu. Amina. Amina.